Serikali wilayani Songea imegawa miche ya kahawa kwa wakulima wa kahawa wa mtaa wa Ndilimalitembo. Akizungumza mkuu wa wilaya Songea Kapenjama Ndile ofisini kwake wakati wa zoezi la ugawaji wa miche ya kahawa kwa wakulima wa Ndilimalitembo, Ndile amesema kuwa miche hiyo imetoka mkoa wa Songwe, wilaya Mbozi, katika kituo cha utafiti cha Mbimba. Mkuu wa wilaya Kapenjama Ndile amesema kuwa baada ya kuona kuna upungufu wa miche ya kahawa wilaya ya Songea, ofisi ya mkuu wa wilaya ikaagiza miche hiyo katika kituo cha utafiti wa zao la kahawa cha Mbimba. Miche hii imetoka mkoa wa Songwe, wilaya ya Mbozi, kituo cha utafiti cha Mbimba. Ofisi ya mkuu wa wilaya baada ya kuona kuna upungufu mkubwa wa miche ya kahawa katika wilaya ya Songea na hata Mbinga haipo, ofisi ya mkuu wa wilaya ya Songea imeagiza miche ya kahawa kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbozi katika kituo cha utafiti wa zao la kahawa Mbimba. Kwa kweli tumepewa bure. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa kuwa inaweza kuzalisha miche, na wenzetu wa TAKRI pamoja na bodi ya kahawa wanaweza kuzalisha miche kwa ajili ya wakulima bure. Aidha, Ndile amewataka wakulima hao kuitunza miche hiyo ya kahawa. Nataka tuwakabidhi wakulima ili wakaipande. Hizi mvua ambazo zimeanza kunyesha wiki hii, tuhakikishe tunapanda kahawa hii. Sio tu kupanda na kuitunza. Naye mwenyekiti wa mtaa wa Ndilimalitembo Magnus Nyoni amesema kuwa baada ya kuona uhitaji wa miche ya kahawa kwa wakulima wa kahawa wa Ndilimalitembo ndipo alipopeleka ombi katika ofisi ya mkuu wa wilaya. Nipo katika ofisi ya mkuu wa wilaya. Nilipeleka ombi kwa sababu wananchi wangu wana mahitaji ya zao la kahawa. Nilipeleka ombi la kupata miche ya kahawa, lakini kwa muda mrefu zoezi la miche lilikuwa hadimu. Lakini amepata miche hizi mbali kupita kiasi, kwa maana ya Mbeya. Baada ya kuipata basi akanijulisha nije hapa ofisini kwake, na mimi nikawaomba wananchi wangu wafike hapa tayari kupata miche. Kimsingi namshukuru sana mkuu wa wilaya yetu ya Songea si tu Songea yote kwa ujumla wake. Ameweza kutupambania na kupata miche hii bora, si tu miche tu ya kahawa, miche bora ambayo inaweza kufuta kabisa, kama tutaitumia vizuri itaenda kufuta kero ya uchumi wetu utapanda kwa kiwango kikubwa, kwa sababu miche yenyewe ni ya kisasa, kwa sababu imetoka kwenye chuo cha utafiti kule Mbeya. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa niaba ya wananchi wangu wa Ndilimalitembo, na ili kwamba nakwenda kusimamia miche hii isiungue hata moja, hata ikishindikanika kupatikana mvua ambazo neema inaendelea, basi hata imwagiliwe ili tuweze kuikomboa, kwani ni mkombozi kwa wakulima kwa mtaa ninapotoka. Mimi nitoa shukrani za dhati kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Fatuma Misango, mkulima wa zao la kahawa kutoka manispaa ya Songea, ameishukuru serikali kwa kuwaletea fursa hiyo. Pia amesema kuwa kutokana na hali ya umasikini kwa kutegemea zao moja, lakini kwa sasa itakwenda kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kuwataka wanawake changamkia fursa hiyo. Ninapongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu hizi ni fursa zinatokana na jinsi ambavyo viongozi wanajipanga. Nafikiri ni fursa ya kuichangamkia sana, kwa sababu mara nyingi sana tunakuwa na hali za umaskini kutegemea zao moja, lakini sasa hivi tunaona kwamba viongozi wetu kwa namna moja au nyingine wanatafuta fursa ziliko na kutuletea. Kwa hiyo mimi kama mwanamke najaribu kuhamasisha wanawake wenzangu kwamba fursa hizi zinapopatikana ni lazima tuzichangamkie ili tuwe na mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Naye mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi manispaa ya Songea, Zawadi Ngwalo, amesema idara imejipanga ufuatiliaji kwa wakulima hao kutoa kanuni bora za uzalishaji wa zao la kahawa kuanzia wakati wa kupanda mpaka wakati wa uvunaji. Mikakati ambayo tumejipanga kwa halmashauri ya manispaa ya Songea ya kuendeleza zao la kahawa, cha kwanza kabisa idara imejipanga kufanya ufuatiliaji kama ilivyo kawaida, maafisa ugani wote kuwafuatilia wakulima, kutoa ushauri, kanuni bora za uzalishaji wa zao la kahawa kuanzia kupanda mpaka uvunaji. Idara ya kilimo tuna jukumu la kusimamia masoko na kuhakikisha wakulima ambao wanapeleka mazao haya kwenye soko wapate fedha zao, lakini pia wapate mavuno ambayo ni bora.
Mimi ni Rosemary Joseph na hii ni Global TV. Kwa habari na matukio, endelea kutazama. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.